Samueli wa pili mlango wa 22. Napo nisome mistari 6 hivyo hivyo. Nianzie mstari wa mwisho wa mlango wa 21. Hao wanne walizaliwa kwake huyo Mrefai wa Gathi, wakaanguka kwa mkono wa Daudi na kwa mikono ya watumishi wake. Mstari wa kwanza. Basi Daudi akamwambia Bwana maneno ya wimbo huu siku ile Bwana alipomwokoa mikononi mwa adui zake zote na mkononi mwa Sauli. Akasema, Bwana ndiye jabali langu na ngome yangu na mwokozi wangu, naam wangu, Mungu wa mwamba wangu, nitamwamini yeye, ngao yangu na pembe ya wokovu wangu, mnara wangu na makimbilio yangu, mwokozi wangu, waniokoa na jeuri. Nitamwita Bwana astahilie kusifiwa, hivyo nitaokoka na adui zangu. Maana mawimbi ya mauti yalinizunguka, mafuriko ya uovu yakanitia hofu. Kamba za kuzimu zilinizunguka, mitego ya mauti ikanikabili. Katika shida yangu nalimwita Bwana, naam, nikamlalamikia Mungu wangu, naye akasikia sauti yangu hekaluni mwake. Kilio changu kikaingia masikioni mwake. Bwana sifiwe. Ujumbe wa asubuhi hii ya leo unatoka katika Zaburi ya 18 yenye mstari wa kwanza mpaka wa 50, na inatoka katika mambo ya Samueli wa pili mlango wa 22 mstari wa kwanza mpaka 50. Zaburi na kitabu cha Samueli. Kitabu cha Samueli kinaweka wazi, lakini Zaburi inaimbwa tu. Zaburi na Samueli wa pili mlango wa 22 ni imeandikwa kwa njia kama ya utenzi au kwa njia kama ya ushairi au wimbo. Zaburi na Samueli wa pili kuna baadhi ya maneno machache yanatofautiana, lakini ujumbe wote ni ujumbe mmoja. Huyu mwandishi wa kitabu cha Samueli siku hiyo anaimba kwenye tukio. Zaburi ya 18 inawezekana baada ya muda kadhaa walipokuwa wameimbwa na ikaandikwa kwenye kitabu cha Samueli, wakaona wairasimishe iwe miongoni mwa zaburi za nyimbo zinazoimbwa kila wakati. Uliimbwa wakati gani? Daudi alikuwa na mapito ya aina kama 4 kama sio 3. Sasa ameyapita majaribu yote. Daudi alikuwa kwa pito la kwanza alikuwa asiyekubalika kwenye familia. Wale wanaohusika na maandiko ya Biblia wanaonyesha ya kwamba Yese kama baba yake wa Daudi hakumkubali Daudi moja kwa moja kama mtoto wake, wakati watoto wengine kama akina Yusufu wao walipata upendeleo kwa sababu ya walizaliwa uzeeni. Lakini Daudi hakupata kitu cha namna hiyo, na kwa sababu Yese alivyokuwa mwenye hekima na adili, aliamua kuweka mambo ya familia yake kama sio kama la mgambo, kila mtu aelewe. Hata wewe kuna baadhi ya mambo ya nyumbani mwako kaa nayo. Sio kila jambo
lazima ulizungumze. Kuna mambo mengine ni ya kwenu. Sasa hivi naanza kuona kama ni mnaanza kuwa watu wazima. Sio kila kitu mnaongelea kwenye kikoba. Sio kila kitu mnaongelea mnaposukwa nywele. Sio kila kitu mnaongelea unapopewa ofa ya kuku. Jifunze kuwa na kitu mngojezi. Daudi anasema, Bwana Mungu naweka kwenye punda na farasi tunalijamu, lakini na mimi nahitaji weka mngojezi kinywani mwangu. Lipi la kuongea na lipi lisilo la kuongea. Kuna wanadamu kama watatu katika dunia hii. Wapo wanadamu wenye uwezo wa kujieleza mambo yao kwa 75%. Hawa tunaita ndio watu wanaoweza kujieleza kwa ufasaha angalau. Na wako wanadamu ambao kwa uruka na silika zao wana uwezo wa kujieleza angalau 50%, nusu tu. Na wapo wengine ambao wana uwezo wa kuzungumza angalau 25%. Lakini tumwangalie Mungu ana tabia gani. Inawezekana naye ni mwongeaji hivyo. Wale wanaohusika na elimu ya watu wana saikolojia, kuna kundi linaitwa sanguine. Sanguine ni waongeaji. Yaani kila kimkuta tu utamkuta kusanya watu. Yaani kila na asipokuwepo watu wanajisikia vibaya. Lakini bahati mbaya hao watu wanafahamu kuongea alafu wanasahau. Akiongea naambia, hivi nilikwambia mimi? Mimi pale sikuongea. Sio anakuluka. Wanajuaga kusema tu, wanajua kuachilia mlango, wanajua kuachilia ulimi. Lakini kumonita hawajui. Ukimtazama Mungu si mwongeaji sana. Kasome habari zake. Anasema siku nyingi nimenyamaza. Jifunze tabia ya Mungu baba yako. Jifunze nawe kunyamaza. Kunyamaza kuna faida kuliko kuongea. Wakati umekasirika, mwambie Mungu weka lijamu. Wakati umefurahi sana, unajua vyote viwili vinalipa. Wakati umefurahi sana ni hatari, na wakati umehuzunika sana ni hatari. Jifunze kunyamaza. Wakati umekutana na mtu anayekufanyia hujuma kwenye kazi yako, jifunze kunyamaza. Wakati umesikia kuna kikao kimevuja, watu wamekukalia mpaka saa 7 za usiku, jifunze kunyamaza. Wakati watu wamepanga kupata promotion, kuna mtu mmoja sijajua ni kweli, miaka ya zamani alikusudiwa kuwa waziri mkuu, sijui alikuwa ubalozi wa wapi sijui huko. Nasikia habari akamwambia na kwa gasili. Naye akamwambia mke wake, tunajiandaa kwa waziri mkuu. Utakuwa mama kwa waziri mkuu. Zilipovuja sikatenguliwa. Sasa mama utabaki kama usijui utafanyaje. Jifunze kunyamaza. Wote tuna mambo. Wewe unayeongea una mambo madogo kuliko tulionayo sisi. Wakati mwingine mimi huwa nakuta mtu anavyozungumza, akizungumza anazungumza hivi, lakini kumbe inayafahamu kuliko. Lakini yeye Mungu amemleta kwangu ili kunithibitishia juu ya kile kitu. Jifunze kunyamaza. Matatizo usiyavae kama tai. Changamoto usizivae kama tai. Tai kila mtu anafahamu. Mchungaji kavaa tai gani? Kila mtu anajua. Jitahidi. Mzee Yese ndivyo ilivyokuwa. Wakati mwingine ana hasira, analiangalia ile toto, jamani huyu mtoto huyu jamani, lakini naona kama sifanani naye. Na mimi naomba nikueleze, shuku sio kila shuku ni ya kweli. Yese yule mtoto ni wa kwake kabisa, lakini aliingia mashaka.
aliingia mashaka, yumkini ni wale wa kubambikizwa, lakini kumbe huyu ni mtoto maalum. Hii inawezekana katikati ya Yese, katikati ya huyu anaitwa Daudi. Ulipita muda mrefu wakijua hawatapata mtoto. Sasa ghafla mtoto ametokezea. Na yeye ameshaoka katika hali ya kuchoka. Mzee akasema, we mama wewe, sio kila shuku uiamini itendee kazi. Ukiona kuna shuku zingine zifuatilie kabla ya maamuzi. Shuku nyingi sio za kweli. Maandiko yanaonyesha Daudi aligundua. Daudi mpaka aligundulika kwenye familia, sitazamwi vyema na baba. Ikiwa mama hayupo siku hiyo, ninaishi mazingira magumu. Awamu ya kwanza ya Daudi ya majaribu ya tangu utoto. Majaribu huwa yana kazi ya kuandaa moyo. Uwe moyo utakaoweza kuchukua mambo makubwa. Uwe moyo unaoweza ukakutana na mitikisiko halafu kaishinda. Siku zote watu wakuu hulelewa jangwani. Katika Biblia neno jangwa kibiblia ni mahali palipo na jua mchana na baridi usiku. Mahali pasipo na kicheko mchana, mahali pasipo na kicheko usiku. Watu wote wakuu walitoka jangwani. Kasome Biblia. Habari ya Ibrahimu, jangwa lilimlea mpaka leo ni mtu mkuu. Yakobo, Israeli, vivyo hivyo. Kasome na mtu mkuu wa Mungu huyu Musa. Biblia inasema akiwa jangwani, tena mwaka mgumu kuliko miaka. Jangwa ni bahali pagumu, jangwa hapakaliki. Lakini pamoja na kwamba jangwa hapakaliki, mwaka ambao jangwa hapakaliki kabisa. Biblia inasema Bwana akasema naye. Huyu mtu anaitwa Musa alipokuwa kule nyikani, akasema vua viatu vyako. Nasema na wewe ambao unapita jangwani. Nasema na wewe ambaye ndoa yako hujawahi kuona furaha. Nasema na wewe ambaye hujawahi kuifurahia biashara. Nasema na wewe ambaye hujawahi kufurahia uzao wa tumbo lako. Nasema na wewe ambaye hujawahi kufurahia hata umbo lako. Nasema na wewe ambaye hujawahi kufurahia hata akili yako. Umebaki unajisuta tu, mavichwa vyetu yako maji tu. Huna maji wewe. Kama maji wewe tikiti. Sasa kama wewe una maji, basi unaliwa kuliko matunda yote. Nenda kaangalie matunda yote pale, tikiti lenye maji ndio linaliwa. Basi ukiwa na kichwa lenye maji, basi unaliwa vizuri. Kichwa chenye maji kinawaza. Kichwa chenye maji kikipata joto hakikati nywele kama sisi. Maana kichwa kinavumilia yote. Mtumishi wa Mungu, mchana wa leo, Bwana huandaa watu wakuu wa Mungu jangwani. Huandalia mazingira ya kukataliwa. Huandalia mazingira ya shoti kwenye kazi zao. Huangalia mazingira ya kupata hasara kwenye biashara. Huandalia mazingira ya kupata watoto wasumbufu. Wameandaliwa katika hali hiyo. Ndiyo mapito ya aina ya kwanza ya mtu anayeitwa nani? Daudi. Baada ya kuyamaliza mapito hayo ya kukataliwa nyumbani, baba yake anamwambia nenda. Tunamwona Samueli amefika. Alipofika Samueli, Yese kajiitia watoto anaowapenda. Lile likapuku liko huku, tena amepewa kuchunga mbuzi, kondoo, mahali penye simba na dubu. Anarudi ukiwa na uwepo wa Mungu. Narudia tena, maombi ya kuanzia kesho, tunauhitaji uwepo wa Mungu kwenye maisha yetu. Tunauhitaji uwepo wa Mungu ndani ya kanisa. Tunahitaji uwepo wa Mungu ndani ya ndoa zetu. Tunauhitaji uwepo wa Mungu kwenye afya yetu. Tunauhitaji uwepo wa Mungu. Unasababisha niweze katika pasipowezekana, maana nina kiwezeshi. Daudi anaenda kwenye mahali pa hatari, kasukumwa na baba yake, hataki kumwona akifa kwa yeye kumgusa. Wakamalize simba.
Nataka nikwambie, simba hauwezi kukumaliza ukiwa na uwepo wa Mungu, bali utashangaa nimeshindaje. Nikualike mwezi huu wa 3, tutashinda kwa sababu uwepo wa Mungu utakwenda pamoja na sisi. Wakati wa mitikisiko ya magari, uwepo wa Mungu utalisababisha gari likae salama. Wakati ambapo uvamizi wa roho ya mauti usingizini, bafuni unakuja, neema ya Mungu itakuja pamoja na wewe. Wakati wewe ni mjamzito katika kipindi hiki ambacho umeshaanza na dalili za kupata dalili ya kwamba sidhani kama utajifungua salama, ninakwambia maadamu una ujauzito chini ya uwepo wa Mungu unakwenda kupata mtoto. Uwepo wa Mungu ninauhitaji. Uwepo wa Mungu tunalipia gharama ndogo ya kufunga, ya kuacha kula masaa 12. Tunalipia gharama ndogo ya kupiga magoti. Tukisha piga, kabla ya kupiga magoti, leo mwezi wa 3 ni wa kwako mama, mwezi ni wa kwako baba, lakini tutakapomaliza maombi siku ya Jumatano utakuwa si mimi tena, itakuwa ni mwezi wa 3 wa Mungu na mimi nikiwa ndani yake. Amesema kaeni ndani yangu. Umeshawahi kukaa ndani? Umeshawahi kukaa ndani? Watumishi, kikaa ndani huwezi kujua nje kukoje. Nikualike sana. Ninajua unajisikia udhaifu wa mwili. Mwezi huu umekuwa na udhaifu wa watu wengi, lakini nataka nikwambie udhaifu wa mwezi wa 2 ni wa kukupunguzia tabia za wewe kuwa na Mungu, za kufunga na kuomba, kwa sababu kila wakati ni homa, hujielewi. Lakini nataka nikwambie neema ya Mungu inakuhitaji. Huyo mtu Daudi ana mfano huo, akapita, baadaye amekataliwa. Neema ya Mungu inakufanya aliyekataliwa kubariki. Biblia inasema hatuli hatunywi. Kuna mtu hayupo hapa, akasema kabu kijana kijana hivi wasikaelewi hivi. Akasema hata kama humuelewi, Mungu ameniambia kuna mtu hapa humuelewi. Hawakuelewi kazini, hawakuelewi kwenye familia, hawakuelewi wifi zako, hawakuelewi shemeji zako, hawakuelewi wakwe zako. Lakini nataka nikwambie Bwana ana makusudi na wewe. Sasa ghafla anatokezea Daudi, huku yule baba anatazama huko, anasaga ili mtoto hili. Na mara nyingi mtoto unayemchukia anakuwa na jina baya. Sijui aliitwa jina gani, kama sijajua mimi alichopewa jina. Lakini sasa nifikiria litatokezea, limetokezea. Wakati anatokezea ile pembe, chombo kilichojaa mafuta kikaanza kutekenya mikono ya Samueli. Akasema huyu ndiye, akamimina. Neema ya Mungu ikiwepo juu yako haimaanishi mwisho wa vita. Neema ya Mungu ikishakuwa hapo, utakuwa na vita vingi vya mfululizo, lengo la kukufanya kuwa chombo kizuri kitakachoacha historia huko nyuma, kitakachoacha. Mpe Mungu muda. Mimi nampa Mungu muda. Mpe na wewe Mungu muda. Hata kama leo uko jangwani, hutafia jangwani. Hata kama leo hukubaliki, hutafia kutokukubalika. Hata kama leo mambo hayaendi vizuri, hutaishia hapo. Biblia inasema tangu siku ile, nazungumza Zaburi ya 22 inaonyesha historia. Daudi anamshukuru Mungu kwa ushindi baada ya kumshindia maadui zake sio adui zake wote, amesema adui zake zote. Mwanzoni nilifikiri pamekosewa, na kama pangekuwa pamekosewa, huwa pana mabadiliko na mrejeo wa maandishi, labda pa kukalimaniwa vizuri. Wote tunafahamu kuna baadhi ya maandiko yameondolewa, lakini kuna msemo umeondolewa, si msemo unaoeleweka vizuri, lakini ni adui zake sio wote, zote. Maana yake kuna watu na vitu na wanyama, wote ni maadui. Neno zote lina zaidi ya mtu. Kwa hiyo Bwana aliruhusu maadui zake zote, simba ikiwa ni miongoni, dubu ikiwa ni miongoni,
baba yake akiwa ni miongoni. Eliabu kakao mkubwa aliyepandikiziwa vitu ndani ya familia. Hakuna jambo baya lililokuwa linamuumisha Daudi, kwa sababu baba yao Yese kuna maeneo alivujisha kwa kaka zake. Ili ni toto lenu, lakini mimi na mashaka kama sio damu yangu. Nina mashaka. Ndio maana tunamwona akina Eliabu anasema, wewe una moyo mbaya sana, una kiburi sana. Maana yake nini? Baba yangu alishaniambia wewe una moyo mbaya sana. Ni chuki tu iliyotengenezwa na kuumbwa. Mchana wa leo, vumilia maumivu yote, vumilia majaribu yote, vumilia mapito yote. Yana mwisho, yana mwisho haya mapito. Watumishi wa Mungu, maandiko yanatuonyesha baada ya hapo sasa, alipokuwa amemuua Goliati, jambo baya lilitokea. Akina mama siku ya kutegemeza waliimba wimbo, wakasema Sauli ameua 1000 na Daudi ameua 1000 zake. Kiuhalisia hawa waimbaji huwa kuna maneno mengine ni ya kujazilizia ili paimbiki vizuri. Ni kweli sio kweli? Nota pa kujazilizia tu. Inawezekana mwalimu wameleta studio wanasema mkisema 1000 haikubali, ukisema 1000 zake inakubali. Hebu sema 1000 zake. 1000 zake. Kumbe nikamsemo kasiko na maana, na wakakaimba, kumbe nikamsemo kalikotengeneza uadui. Tangu siku ile akasema amepewa 1000, amepewa 10,000. Nini kinachofuata kama si utawala? Tumeona pale Biblia inasema maneno ya wimbo yaliyomtoka, ni maneno ya wimbo huu: siku ile Bwana alipomwokoa mikononi mwa adui zake zote na mkononi mwa Sauli. Sasa Sauli tu peke yake, ukiacha Yese, ukiacha ndugu zake, ukiacha wenzie, Sauli tu peke yake katika miaka ya Daudi kuishi, Sauli peke yake alifanya majaribio 21 yaliyoratibiwa, yaliyokuwa chini ya yani wakitumwa hawashindwagi. Kikosi maalum cha mfalme kikitumwa hakishindwi. Jaribio la kwanza likashindwa, jaribio la pili likashindwa, la 12 likashindwa, la 13 likashindwa. Baadaye tunamwona mtoto wa Sauli anamwambia baba, huyu mtu achana naye huyu. Akamwambia simwachi mpaka na hakikisha damu yake uhai wake haupo. Majaribio 21. Ningelikuwa ni mimi nasema hivi, nini kinachofuata? Naomba nikuambie, hata mimi na wewe tuna majaribio mengine ambayo yanaweza kufanyika mfululizo. Usikate tamaa. Na kuna jaribio lingine lina uso kwa uso. Usikate tamaa, usikate tamaa. Bwana huyu Mungu ana jambo la kufanya. Majaribio. Nataka nikuambie, mpaka tunaondoka duniani, shetani atakuwa ana orodha ameshindwa mara ngapi. Kwa sababu shetani akikushindwa, lile jeneza ambalo tayari alishaliandaa limeshindwa, halina mtu, liko pembeni, lingine liko pembeni. Fikiria majeneza mpaka labda 200 nzima. Yani katika ulimwengu wa roho, wewe kwenye unaota tu. Kuna ndoto zingine za ajabu, watumishi wa Mungu. Unaota eti wewe uko ndani ya jeneza, halafu unasema hivi, upo jeneza wewe? Lakini Mungu wetu ni Mungu, atakuvusha na yote. Mara 21
Na katika mara 21 yumkini mwezi huu wa 3 jaribio lingine la katika 21 litafanikiwa, litajitokeza. Lakini tunamshukuru Mungu, tutaufikia mwezi Aprili tukimwambia Bwana, hata sasa Bwana umetusaidia. Watumishi wa Mungu, majaribio mangapi hayo? 21. Lakini ukiacha hayo majaribio 21, baada ya kuyashinda majaribu ya familia, baada ya kuyashinda majaribu ya huyu Sauli, tunaona kuna majaribu mengine machache. Mlango ule wa 20 kuna habari za watu wachache pale. Ukisoma majaribu ya mwishoni, ukiacha yale ya huko porini, majaribu ya hapa mwishoni kwa uchache tunaweza nikazungumza. Jaribu la kwanza, ule mstari nafikiri ni mlango wa 21 mstari nafikiri ni kati ya wa 15. Utaona maandiko yanasema Daudi, ukisoma pale, nisome ule mstari wa 15, majaribio ya mwishoni. Nisome mstari wa 15, 21-25. Basi kulikuwa na vita. Tunaangalia kwa nini anashukuru. Basi kulikuwa na vita tena kati ya Wafilisti na Israeli. Daudi akashuka mpaka Gobu na watumishi wake pamoja naye, akapigana na Wafilisti, naye Daudi akaishiwa nguvu. Naye Benobu aliyekuwa pamoja na Warefai, ambaye uzito wa mkuki ulikuwa shekeli 300 za shaba na uzani wake wa uzani, naye akajifungia upanga mpya, alijaribu kumuua Daudi. Lakini Abishai mwana wa Seruya akamsaidia, akampiga Mfilisti akamuua. Ndipo watu wa Daudi wakamwapia wakisema, wewe hutatoka tena pamoja nasi kwenda vitani, usije ukazima taa ya Israeli. Katika vita tunaona kuna wakati huu wa mwishoni, umri umeshaanza kuwa mkubwa. Akakutana na Wafilisti na wakina Benobu, vita vikapiganwa. Vilivyopiganwa vita, Daudi akawapiga. Sasa sijajua kwa ajili ya uzee au ni kwa jinsi gani, akaishiwa nguvu. Alipoishiwa nguvu, yule Benobu huyo akagundua Daudi kaishiwa nguvu. Akajitahidi, alikuwa na upanga kiunoni, upanga mpya, na alikuwa na mkuki kwenye mkono wake. Ule mkuki, mwandishi amesema zile shekeli utakapokwenda nyumbani kazibadilishe kwenye vipimo vya metric, utakutana ni kilo 3.5. Mkuki wenye kilo 3.5 ameuandaa kwa ajili ya kumrushia nani? Daudi. Na Daudi kaishiwa nguvu. Kwa nini Daudi mlango wa 22 anaimba wimbo huu? Anasema, Bwana Mungu, pale nilishajua nimekufa. Benobu ana mkuki wake na ana kisu chake, nilishajua nimekufa. Oh, wewe ni Mungu wa ajabu. Nataka nikwambie, tuliishiwa nguvu mara nyingi. Unaweza ukaishiwa nguvu. Wakati mwingine unaishiwa nguvu, huoni safari ya kuendelea tena. Unaona safari ya kwenda mbinguni imeishia hapo. Wakati wengine sisi tunaofanya shughuli za uongozi, unafikia mahali unachoka, mpaka unasema, Bwana, hivi nikiacha bila uongozi sinajiendea mbinguni, niachane nayo. Unaishiwa nguvu. Wakati wa kuishiwa nguvu sio lugha ya Mungu kwamba umeshindwa. Wakati wa kuishiwa nguvu unatakiwa kujiungamanisha naye. Anasema huwapa nguvu wanaozimia, humuongezea nguvu asiyekuwa na uwezo. Wanaume na vijana watazimia, lakini wanaomngojea Bwana wajapochoka watapata nguvu mpya. Mungu akupatie nguvu mpya. Watumishi wa Mungu, sio hivyo tu. Mstari wa 20 na 21, hawa ni maadui wa mwishoni. Mstari wa 20 na 21 unasema hivi, kulikuwa na vita tena huko Gathi, ambako kulikuwa na mtu mrefu sana mwenye vidole 6 katika mkono na vidole 6
katika miguu, jumla yake 24. Yeye naye alizaliwa na Mrefai. Huyo alipowatukana Israeli, ndipo Yonathani mwana wa Shama nduguye Daudi akamuua. Daudi anapoimba utenzi huu wa mlango wa 22, anakumbuka kuna mtu mrefu. Biblia inasema kuna mtu mrefu aliyezaliwa na Warefai. Neno Warefai ukilisoma Warefai, Warefati ni majitu. Hata huyu akina Goliati wanasemekana walitoka kwa Warefai. Sijajua ni kizazi gani hicho, lakini huyu jamaa alikuwa ni Mrefai. Tofauti ya Goliati, alikuwa ni mrefu, lakini alikuwa ana vidole 10, vitano. Achana vidole vinavyooteaga. Nafikiri wengi tunavifahamu vile vidole tunavyozaliwa navyo vya kuotea. Yeye sio vya kuotea. Yaani unalihesabu dole gumba mpaka kidole madole 6. Halafu jamaa amepanda juu. Halafu jamaa ana msuli. Halafu jamaa ana kiatu. Jamaa huyo kwa sababu ni mrefu, ana misuli, ana vidole 24, akaanza kuwa na kiburi kupitia vidole. Adui yako hata angekuwa na vidole 24, adui yako hata angekuwa na mamlaka, adui yako hata kama angekuwa anakula karibu na shetani, adui yako hata kama angekuwa anakula na bosi wako, adui yako usimwogope, na atakuwa na matusi. Wao wanatukana, anakutazama, anakudharau, wewe ni katoto tu. Mtoto mimi? Wewe ni katoto. Wewe mwambie sawa, mimi ni mtoto. Huyu jamaa kaleta matusi na dharau. Daudi anaimba, Bwana alimuokoa na maadui zake zote. Ni pamoja na huyu jamaa mrefu na huyu jamaa mwenye vidole 24. Huyu ni mtu wa namna gani? Tanzania inawezekana tusimfahamu. Tanzania inawezekana hatujawahi kuwaona. Lakini miaka ya zamani kidogo tulikuwa tunatazama mieleka. Tulipokuwa tunatazama mieleka, kulikuwa kuna majitu kama kina Kali. Nafikiri inaitwa Kali yule. Ni jamaa lilikuwa linashika kichwa, linashika mpaka mtu anaanza analia mwenyewe, yani kichwa kinataka kubonyea. Unafikiri kama ni koleo. Kama mtu anakubinya. Sasa sijajua na Kali kama ni Mrefai. Lakini hao ni watu wanaoeleka. Kwenye dunia yetu ya leo, Mrefai anaweza akawa sio mrefu, Mrefai anaweza kuwa sio mnene, lakini ana kitu anachojivunia. Ana nguvu anayojivunia. Ana uwezo anayojivunia. Yaani amefanya mpaka anajivuna. Miaka mingi kulipokuwa na mashirika ya umma, pale ambapo tulikuwepo kulikuwa kuna kiwanda. Kuna jamaa alikuwa ni mshirikina yani alafu na wengine hapo yeye anajitapa. Akawaambia, ninyi mnakwenda kuchukua tu, lakini mimi ni ya kunyonyea, ya mama, ya bibi. Yani mimi ni ya kwangu mwenyewe. Kwa hiyo kia alikuwa ni mtesaji wa kanisa. Kila mshirika anakuja na mlilia, nani muumizaji? Ni yeye. Hakupenda walokole kabisa. Majaribio mengi yalifanyika, yani hana sifa, lakini yupo pale. Baadaye mpaka huko makao makuu wakajua jamaa anazo za kuyeyusha uhamisho, anaweza kufanya hivyo. Nataka nikwambie, Mungu wakati wao wanazo za bibi na mama, sisi tunazo za Mungu aliyetuumba. Sisi ni uzao mteule. Wakati wewe una bibi yako, ndiye anayesababisha unajigamba. Wakati wewe una mama yako, unayejifikiria unajigamba. Wakati wewe wakati mwingine ni mti tu mkubwa, ndio unaojifikia kujigamba. Angalia ule mti, wameukata wangapi? Angalia ule mti, maana asili ya vyote vinatoka huku. Kumbuka wakati wengine asili ya nguvu zao kwenye miti au kwenye mawe. Asili ya nguvu zetu ni mbinguni. Asili ya ni Elohim. Elohim ndio asili ya nguvu zetu.
Elohim alipofika aliona dunia ni ukiwa, utupu, giza. Mlango wa kwanza kitabu cha Mwanzo. Elohim mwenye nguvu, mwenye uweza, mwenye kila kinachohitajika. Siku sita kumebadilika. Siku sita kuna siku na mchana. Siku sita kuna usiku. Siku sita kuna mwanga. Siku sita kuna maji. Siku sita kuna nchi kavu. Siku sita kuna ndege. Siku sita kuna samaki. Hawakuwepo. Elohim ndiye nguvu zako. Wakati wengine wanategemea hilizi, wakati Elohim sisi yuko mbinguni. Wakati wengine wanategemea rushwa wakakuharibie kwa wakubwa, Elohim yu zaidi ya ile fedha. Elohim awe Mungu wako mwezi huu. Elohim. Ningelikuwa mimi nimepewa niwe karibu tu na Mungu, ananiuliza maswali hivi, hapa panaweza kutokea chochote, nikamwambia haiwezekani. Lakini Mungu anasema inawezekana. Mwezi huu inawezekana. Mwezi huu Bwana awezekani. Mwezi huu autoe utupu uliotawala maisha yako. Mwezi huu atoe ukiwa uliotawala maisha yako. Mwezi huu atoe giza lililotawala kwenye ajira yako. Watumishi wa Mungu, Mungu wetu huyu ni Mungu zaidi ya mtu mrefu. Mungu wetu huyu ni zaidi ya mtu mwenye vidole vingapi? 24. Mungu wetu huyu ni Mungu wa ajabu. Lakini pia tuishie kwenye maeneo hayo. Tunapokwenda kuumalizia ujumbe, mstari wa 2 unasema hivi: akasema, Bwana ndiye jabali langu na ngome yangu na mwokozi wangu, naam wangu, Mungu wangu, mwamba wangu, nitamwamini yeye, ngao yangu, pembe ya wokovu wangu, mnara wangu na makimbilio yangu, mwokozi wangu, waniokoa na jeuri. Nitamwita Bwana astahiliye kusifiwa, hivyo nitaokoka na adui zangu. Maana mawimbi ya mauti yalinizunguka, mafuriko ya uovu yakanitia hofu. Watumishi wa Mungu, kiangalia vizuri hii Zaburi yote tangu mstari wa kwanza mpaka mstari wa 51, na ukisoma ni Samueli, au ukisoma Zaburi ya 18 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 50, utaona Mungu, ulinzi wa Mungu kwetu ameufananisha na alama 6. Alama 6 za ulinzi wa Mungu. Ni alama 6. Anazo ni mfananisheje huyu alama? Ukiangalia kwenye Zaburi kazitaja hizo alama 6. Ukiangalia kwenye Samueli ametaja hizo alama 6. Jambo la kwanza amesema, Bwana ni jabali langu. Alama ya kwanza, nimsemeje? Nimwiteje? Bwana ni jabali langu. Bwana ni jabali langu. Nikizungumza mimi na wewe leo, jabali halitufai wala hatuelewi. Kwanza majabali hatuyajui. Jabali katika Agano la Kale, jabali ilikuwa ni kama mwamba, jiwe lililojitandaza ambalo mtu akiingia humo ndani anakuwa salama. Lakini leo ni kwa wakati ule. Kwa mimi leo nikisema jabali linaweza lisiwe lina nguvu, lakini mimi naweza nikasema hivi, Bwana ni bulletproof wangu. Yani risasi ni vazi langu lile ambalo nikivaa, likilipuliwa nuclear haliwezi, likilipuliwa atomic haliwezi, likilipuliwa rocket launcher haliwezi, likilipuliwa la kuvunjia madaraja haliwezi. Lakini hapa Daudi anasema, Bwana ni mwamba wangu. Bwana ni mwamba wangu. Bado ninarudia, Bwana ni mwamba wangu. Na kwa nini anaita mwamba wangu? Hebu tuangalie Samueli. Nakaribia kwa nini anamwita Bwana ni mwamba wangu? Maana yake nini? Alipokuwa anasema jabali langu, alikuwa na maana ni usalama na ulinzi
katika nguvu ya Mungu isiyotikisika. Yaani Mungu hatikisiki, ni yuko salama na yuko katika ulinzi wenye nguvu. Hebu angalia katika kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa 23, tunakutana na neno hili 23 mstari wa 25. 23 mstari wa 25, neno la Mungu linasema hivi, mstari wa 25 na ule mstari wa 28. Maandiko yanasema hivi: basi Sauli na watu wake wakaenda kumtafuta, watu wakamwambia Daudi. Basi na hivyo akashuka mwambani. Sauli anafanyaje? Anamtafuta, na Daudi akashuka wapi? Mwambani, akakaa nyikani na Maoni. Naye Sauli alipopata habari, alimwenda Daudi nyikani pa Maoni. Sauli akaenda upande huu wa mlima, na Daudi na watu wake wakaenda upande huu wa mlima. Naye Daudi akafanya haraka sana kwenda zake kwa hofu ya Sauli, kwa sababu Sauli na watu wake wakamzunguka Daudi na watu wake ili kumkamata. Lakini akaja mjumbe kwa Sauli kusema, njoo upesi, kwa kuwa Wafilisti wameishambulia nchi. Basi Sauli akarudi kutoka kumwinda Daudi, akaenda kinyume cha Wafilisti. Kwa hiyo wakapaita mahali pale Selamahorokoth, yaani mwamba wa kutorokea. Bwana sifiwe. Neno mwamba ni kwamba inaonyesha tukiwa mikononi mwa Mungu, kwanza tuko salama. Jambo la pili, kuna ulinzi wenye nguvu usiotikiswa. Kwenye dunia hii hakuna chochote kitakachoutikisa ulinzi wa Mungu. Daudi anaimba hapa mwamba, anaikumbuka ile siku Sauli, wachongezi wa Mbeya wamemwambia, wanaojipendekeza, unamtafuta Daudi, tumeshamwona kwenye nyika za Maoni, tumeshamwona anakaa kwenye jabali fulani kule, twende. Basi Daudi wale wanaopeleka kwa Sauli wakapeleka tena kwa Daudi. Sauli anakuja, hao wamemwambia Daudi yuko kwenye nyika, hao wamemwambia Daudi Sauli anakuja. Maandiko yanasema sasa palifikia mahali nguvu za kibinadamu zinahitajika nguvu za Mungu. Akaangalia kwenye majabali. Alipoangalia kwenye majabali, baadaye hata Mungu akamwambia, kwenye jabali toka. Ukitoka kwenye jabali, bado mimi niko jabali linalotembea, niko jabali ambalo lakini mimi ni jabali. Maandiko yanasema wakawa wanaanza wanawindana. Sauli kisha jua, yule niliyemtafuta miaka mingi leo kapatikana. Ni muda mchache tu wamemzingira pande zote. Umeshawahi kuzingirwa pande zote? Mwezi wa 3 hata ukizingirwa pande zote, bado hujazingirwa pande. Juu kuna pa kutorokea, mahali pa msaada. Maandiko yanasema sasa Sauli anaanza wako kwenye kikao, akamatwe mzima au amekufa. Sauli akasema, akiwa amekufa sioni nzuri, nataka akamatwe mzima. Wakati wanapanga kwenda, Mungu wetu ni mzuri, Mungu wetu ni mwema. Akamatwe hai, awe hai au amekufa. Wewe ukamatwe hai wala ukiwa umekufa, bali wataukamata mwamba. Wakisha ukamata mwamba, uko ndani ya mwamba, na ndani ya mwamba uko salama. Maandiko yanasema dakika chache kabla ya kifo, hapa ukimsikia Daudi anaimba kwenye Zaburi, nilikuwa hatua moja kati ya mimi na mauti. Ndio siku hiyo anautaja jinsi Mungu alivyo. Biblia inasemaje? Ukatokea ujumbe, mfalme haraka sana,
Wafilisti wameshashambulia huko, haraka 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 haraka. Ghafla wote wakageuka. Bwana amwambie, Bwana adui yako haraka sana, rudi, acha kumfuatilia mtu huyu. Anasema Bwana ni mwamba, Bwana ni jabali langu. Lakini anasema Bwana, alama ya pili anasema Bwana ni boma langu, mahali pa kujificha na salama, mahali ambapo adui hawezi kupenya. Anasema Bwana ni boma langu. Maana ya kusema Bwana ni boma langu, anaanza kufikiria mahali pa kujificha palipo salama, ambapo adui hawezi kupenya. Daudi katika miaka yake ile ya kuwindwa na Sauli, ya kuwindwa na Wafilisti, ya kuwindwa na uzao na familia na baba na familia, anagundua baba ni Mungu ni boma langu. Mungu awe boma lako, mahali pa kukimbilia, mahali pa kujificha, mahali pasipopenyeka na adui. Lakini jambo la tatu anasema Bwana ni mwokozi wangu. Alama ya tatu anasema Bwana ni mwokozi wangu, yaani mlinzi wangu aliye na haki. Mlinzi, neno mwokozi kwa Agano Jipya ni mwokozi, lakini kwa wenzetu neno mwokozi ni yani ni mlinzi wangu aliye na haki. Hili ni andiko, ukisoma utakapokuwa na muda wako utasoma Ayubu mlango wa 19 mstari wa 25. Anasema lakini mimi, tabia ya Mungu ni mlinzi, tabia ya Mungu ni mwokozi, lakini mimi namjua mteteaji wangu yu hai. Kwenye lugha nyingine, mteteaji wangu, mwokozi wangu yu hai. Kwa hiyo Daudi anamwimbia Mungu ni mwokozi, na mimi nataka nikwambie Mungu ni mwokozi kwako. Lakini sio hivyo, anasema Bwana ni ngao. Alama ya 4 anasema Bwana haishii kuwa mwamba. Kuna wakati sihitaji mwamba. Haishii kuwa boma. Kuna wakati sihitaji boma. Kuna hahitajiki, sio lazima awe mwokozi. Kuna hitaji sihitaji mwokozi, lakini kuna wakati nahitaji ngao. Yeye anasema Bwana ni ngao. Mungu hutukinga na uharibifu. Anamuita ngao kwa sababu Bwana hutukinga na ngao. Ukisoma kitabu cha Mwanzo mlango wa 15 mstari wa 1, Biblia inasema baada ya hao Mungu akasema na Abrahamu, akasema mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Abrahamu, kinachosababisha mpaka leo tunasoma habari zake ni kwa sababu Bwana alikuwa ngao. Ngao ni kitu kinachokukinga. Mashambulizi, mishale inarushwa, ajenda zinakaliwa, vikao vinakalika. Wanakaa, sio anaviharibu vikao. Kuna wakati Mungu atawafanya adui zako wakae tena salama, wakae salama, vikao wamekaa salama, mpango mkakati, ajenda zao salama, wanakaa. Lakini Mungu ukiona amewaruhusu adui zako wakae usiku mchana, wakae waende huku na kale, wapange mipango yake, anawaruhusu akijua yeye atakuwa ngao yako. Anajua atakuwaje watakapoleta mashambulizi, atakuwa ngao. Biblia inasema hivi, Goliati anamwambiaje Daudi? Anaambia mimi, unanijia mimi sio mbwa, unijie na fimbo. Daudi anasema wewe unakuja na mafimbo na mafumu na ngao, lakini mimi ninakuja na kwa jina la Bwana ambalo ni zaidi ya ngao, ni zaidi. Lakini anasema leo mizoga yako wewe na mizoga yako nitawapa ndege. Anaamini kwamba Mungu ni ngao. Mungu awe ngao yako. Kuna wakati sijajua kama bahati mbaya hatujui kufuatilia wala kumuuliza Mungu. Kuna wakati unaweza kukuta ghafla umeingiwa na woga, unaona moyo unauma, yaani hujui uko ndani ya basi au uko mahali popote, au ndio unakwenda theater, au wewe ni mjamzito, au vyovyote vile unakuja, kuna hofu ya ghafla, hujui ni nini. Na Mungu wetu ni mzuri, hatuambii kila kitu kwa faida. Hata mimi nilishamwambia Mungu, ukiona siyawezi kuyabeba usiniambie, nipiganie kimya kimya.
Kuna mengine akikueleza watumishi wa Mungu, akikueleza Mungu kama binadamu yatakuathiri, tuna kamoyo kadogo. Kwa hiyo kuna mwingine anajimalizia mwenyewe, lakini Bwana ni ngao. Bwana ni ngao yetu katika maisha yako. Bwana ni ngao katika uzao wako. Bwana ni ngao katika afya yako. Bwana ni ngao. Ngao maana yake Mungu hutukinga na uharibifu, na ndio maana Bwana anaambia mimi ni ngao yako Ibrahimu, ni ngao yako na thawabu yako. Bwana awe ngao yako. Lakini pia anasema pembe. Kwa sisi wa Tanzania na hasa wa huku, neno pembe kwanza halina nguvu. Pembe, kila ukimuuliza pembe, kila mtu kwenye kabila yake, pembe halina nguvu. Bali kwa mfano kwa sisi wa mkoa wa Iringa, ukiniambia pembe, hey, umeliona pembe? Wewe usiliokote, usilishike hilo. Nimelikuta pembe, sijui linapumua. Lakini kwa wenzetu wa Agano la Kale, neno pembe lilikuwa linamaanisha nguvu na uwezo wa kutuokoa na kutuweka huru. Alikuwa anamaanisha ng'ombe mwenye pembe. Yani ukimwangalia ng'ombe huwa anajivunia. Hata nyati, kiburi cha nyati hakiko kwenye chochote zaidi ya pembe. Basi Bwana Mungu wetu ni pembe yetu, yani nguvu na uwezo wa kutuokoa. Mungu atajitokeza kukuokoa. Mungu alikuwa pembe kwa Daudi wakati anakabiliana na simba, wakati anakabiliana na dubu, wakati anakabiliana hata familia iliyomwasi, bado Mungu alikuwa hivyo. Lakini mwisho anataja alama ya 6, ngome yangu. Anaitaja ngome yangu, yaani mahali salama pa kutuokoa na hatari za maisha. Ngome. Kuna hatari za maisha, kuna hatari nyingi utakutana nazo za maisha, lakini Bwana ni ngome. Sasa maana yake nini? Hizi alama 6 alikuwa anasema, yani anamaanisha, nimeimba kwenye Zaburi ya 18, nimeimba katika Samueli wa pili mlango wa 20, nikisema maneno haya taifa lote linajua. Nimesema ya kwamba Bwana ni jabali langu, wanajua taifa la Israeli Mungu ni jabali. Nimesema Bwana ni boma, nimesema Bwana ni mwokozi, ngao, ngome. Hakika Bwana ndivyo atakavyokuwa. Watumishi wa Mungu, sijajua mwezi huu atajitokezaje, lakini atajitokeza kwa uwe salama, atajitokeza uwe na ulinzi. Baada ya kusema maneno haya, niseme Mungu akubariki. Tusimame. Zaburi hii ilikuwa ni kilele cha Daudi, lakini mimi na wewe inawezekana bado tuna mambo tutakayopitia, lakini kuna siku tutaimba zaburi hii, tutaimba wimbo huu, tutamwambia Mungu wetu. Daudi inaelezea kila mtu kwenye Samueli wa pili mlango wa 22 ndiyo kilele cha chimbuko la zaburi. Utakapokuwa nyumbani kaisome. Utakapokuwa nyumbani soma kimoja baada ya kingine. Mengine huwezi kuyaelewa kwa sababu huyu anayeeleza ni safari ndefu. Hii safari ni vita, wakati mwingine vya miaka 40. Ni vita vya Mungu kuwa pamoja naye. Katika miaka ya 40 alimwona Mungu akijitokeza kama ngome, kama pembe, kama ngao, kama mwokozi, kama boma, kama jabari. Sasa wakati huu tukiwa tumesimama